Wakati ratiba nyingine zikiwa zinaendelea msibani, bwana, mapya yameweza kuzuka kwa mara nyingine tena baada ya kile ambacho kimeweza kuonekana kama mzozo baina ya familia pamoja na mke wa MC Pilipili. Na hii yote inakuja kwenye sakata zima ama swala zima la ugawaji wa mali, ambapo tunafahamu MC Pilipili alikuwa na mali zake ama alikuwa na mali zake nyingi tu, lakini pia alikuwa anaishi na mke wake pamoja na mtoto pia yuko naye. Sasa ukweli ni kwamba tunafahamu pia kuhusiana na jinsi ambavyo kulikuwa kuna mgogoro kati yake yeye pamoja na mke wake, na kwa taarifa za chini chini zinasema kwamba tangu walivyowezaga kugombana ni kwamba walikuwa wanaishi tu kama mke na mume kutokana na mtoto wao aliyenaye, lakini kiufupi hakukuwa na ukaribu wa kiasi kikubwa kwamba eti maisha yalikuwa yanaendelea kama kawaida, yani kama ile ndoa ambayo iko stable. So baada ya hayo yote, manake familia ilikuwa inatambua hivyo kwamba mtoto wao ni kama vile yuko na mwenza wake kwa maana mke wake kwa ajili tu ya mtoto, lakini kwenye swala la kusema kwamba ndoa iko stable vile vile hawakuwa imara, kwa maana hakukuwa na maelewano kwa namna fulani hivi. Ingawaje walikuja public na kusema kwamba walikuwa na mgongano, lakini baadaye wakasolve, mambo yakaenda sawa, lakini kumbe yaliokuwa yamejificha nyuma ya pazia kwamba bado sakata lilikuwa bichi kabisa na hakukuwa kuna maelewano. Na ndio maana hata huyu mke wa MC Pilipili kwa maana Cute Man alikuwa hajui kwamba MC Pilipili alikuwa amesafiri kuelekea Dodoma, mpaka pale ambapo mauti unakuja kumkuta. Alikuja kupata taarifa kutoka kwa watu ambao yeye walikuja kumpigia simu na kumpa hiyo taarifa. So maana yake ni kwamba hata yeye alikuwa hajui kwamba MC Pilipili amesafiri, na hii ni kutokana na kutokuwa na ule ukaribu, kwa maana kila mmoja ni kama vile alikuwa na mind business zake. Sasa kutokana na hili, familia imekuja na kuweka msimamo mkali especially kwenye ugawaji wa mali za marehemu, na inasemekana kwamba kutokana na kwamba wakati wa mahusiano yao ama ndoa yao mgogoro ulikuwa umesababishwa na huyu mwanamke, basi moja ya kitu ambacho familia inasemekana kwamba inaamua ni kumchukua mtoto wa marehemu na kukaa naye, kwa sababu sasa hivi ni mkubwa kwa kiasi fulani hivi. So watakaa naye na kumlea, alafu zile mali ambazo alikuwa nazo babake na huyu mtoto kwa maana ya mume wa huyu Cute, basi zitakuwa ni mali ya mtoto. Lakini yeye kwa kuwa walikuwa wameshagombana, basi hatambuliki kama mmoja watu ambao wana deserve kupata chochote kitu, kwa sababu mtoto akishachukuliwa basi yeye hatakuwa na familia nyingine ambayo pengine itakuwa ina ufungamano na familia ya marehemu MC Pilipili. So hiki kimezua gumzo pia, kwa sababu mwanamke ameonekana kwa namna fulani hivi kutokupendezwa na kile ambacho kimeamriwa, na kuona kwamba yeye ni mmoja watu ambao anatengwa, lakini alideserve kupata nafasi na portion ya mali ambazo mume wake alikuwa nazo. Sasa maswali yamekuwa ni mengi sana, kila mmoja amekuwa akisema la kwake, huku kila mmoja akijaribu kutoa maoni yake tofauti kuhusiana na hiki. Lakini comment yako ni ipi kuhusiana na hiki? Unadhani mke wa MC Pilipili ana deserve kupata kitu ikiwa mtoto atachukuliwa na familia na kuwa chini ya malezi ya wazazi wa MC Pilipili, kwa maana mtoto akalelewe na bibi pamoja na ndugu wengine wa MC Pilipili, au unadhani itakuwaje? Kwa sababu familia ikishaamua ndio imeshaamua tena. Kuna haki yote ambao mke wa MC Pilipili anastahili kuipata, ikiwa ni katika wakati ambao hana mtoto yoyote wa MC Pilipili kwa sasa hivi, ukiachilia mbali huyo mkubwa ambaye anataka kuchukuliwa na kwenda kuishi na bibi yake pamoja na ndugu zake wengine. Comment yako ni ipi? Tuambie hapo chini ya hii video, lakini usisahau kusubscribe kwa ajili ya updates.